Viko vitabu kadhaa ambavyo tutasoma. Sisi tuanzie kipi leo, Bwana tusaidie. Tufungue kitabu kimoja cha Ezra sura 10:11. Ezra 10:11. Fungua tu Ezra 10:11. Kitabu cha Ezra 10:11. Nitakuonyesha mambo kadhaa hapa. Nadhani wote tumefika, sio? Wote tumefika. Kwa hiyo nitasoma kwa jina la Yesu. Ezra 10:11 inaanzia hapa ikisema, mstari wa 10. Kisha Ezra kuhani akasimama akawaambia, mmekosa. Bwana Yesu asifiwe. Nasikilize. Kuhani anaitwa Ezra akasimama akawaambia mkutano kama leo kwamba mmekosa au mmetenda dhambi au mmeziacha njia za Bwana. Alipoambia maneno hayo, kwa nini wamekosa? Mmeoa wanawake wageni kuiongeza hatia ya Israeli. Kwa hiyo Mungu akatumia kinywa cha nabii huyu Ezra na kuhani na mtumishi wa Bwana ili aseme na watu dhambi tu Mungu alioinotice pale, walioa watu wa mataifa mengine, lakini pesa walikuwa wamezuiliwa. Sasa tunajifunza nini? Kwamba Mungu huwa anapenda kusema na mtu kwenye eneo la dhambi aliyoitenda, ili hiyo dhambi unapoisikia usikie hukumu, uweze kutubu na kuacha. Sasa mstari wa 11, sasa basi baada ya kuambia ninyi mmekosa, hakuwaacha tu wabaki kwenye makosa, akawapa suluhisho la dhambi zao, ya kwamba sasa basi ungameni dhambi zenu, mkatende alipendalo, mkajitenge na watu wa nchi, tena na wanawake wageni. Mstari wa 12, ndipo mkutano watu wakajibu wakasema kwa sauti kuu, kama ulivyosema kwa habari yetu ndivyo tupasavyo kutenda. Sikiliza, kwamba Mungu anaposema na mtu kwamba hiki unachokitenda ni sawa, liko jambo moja tu likupasalo kutenda, ni wewe kutubu mbele za Bwana. Sasa sikiliza, huyu nabii wa Bwana akasema maneno haya, ungameni mbele za Mungu. Kwa hiyo mikakati ambayo unatakiwa kuifuata, mkakati wa kwanza, usifiche kosa lako mbele za Mungu. Nitakusomea andiko. Usifiche, kwani hili lipo sehemu hii. Waraka wa kwanza wa Yohana, nitarudi huko. Nasikia kusoma kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 2. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 2. Sura ya 2 mstari wa kwanza. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 2 mstari wa kwanza na wa pili, nasema hivi: watoto wangu wadogo, nawaandikia haya ili kwamba msitende dhambi. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inasema watoto wangu wadogo, nawaandikia haya ili msitende dhambi. Na kama mtu akitenda dhambi, tunaye mwombezi kwa Baba, Yesu Kristo. Naomba nirudie. Watoto wadogo, nawaandikia haya ili msitende dhambi. Kwa kusudi la kwanza la Yohana kuandika si kusababisha wao wamwone Yesu kama mwombezi watende dhambi. Akaanza kusema hivi, watoto nawaandikia ili kwamba msitende dhambi. Maana kutokutenda dhambi ndio kuishi maisha matakatifu. Lakini ikitokea ukatenda dhambi, tunaye mwombezi Kristo Yesu aliyetupatanisha kati
Lakini Biblia inasema nawaandikia haya ili msifanye. Shika hilo. Ninawaandikia haya ili msifanyeje? Ongeza sauti, nawaandikia haya ili msifanyeje? Narudi kwenye Ezra. Kitabu hiki cha Ezra sura ya 10 na ule mstari wa 11 unasema, sasa basi ungane dhambi zenu zikiri kwenu wazi mbele za Mungu. Leo watu wasema maovu yao mbele za Mungu, ndio maana dhambi ya hivi watu hawaelezi nini shida. Nataka nikwambie, dhambi ni zaidi ya ugonjwa. Dhambi unaweza ukaificha sana ukafanya kwa asili ambapo hata mtu hakuoni, lakini Roho Mtakatifu kuna siku ataiweka wazi. Usisubiri ugonjwa wa dhambi, weka wazi. Kubali kutubu na kuungama ili Bwana wa rehema kusamehe. Unaweza ukawa umechelewa sana, wakati inaonekana unaweza ukawa tayari na mlango wa neema umefunga. Haleluya. Lakini jambo la pili linasema hivi, mstari wa 11 tu, kuna mambo kama matatu hapa, alafu tutaendelea. Nasema hivi, ngomeni dhambi zenu mbele za Mungu, Mungu wa baba zenu, mkatende alipendalo. Sijui naelewa. Mkatende alipendalo. Kwa jambo la pili, baada ya mikakati sasa umetubu, anza kutafuta mapenzi ya Mungu. Fanya yale ayapendayo Mungu. Fanya yale ayapendayo. Turudi kwenye kitabu cha waraka wa Yohana, tunaenda tunarudi. Haleluya, maana tuko darasani tunajifunza. Waraka wa Yohana, waraka wa Yohana sura yake 4, waraka wa kwanza wa Yohana sura 4 mstari wake wa 7 na kuendelea. Inasema hivi 4:7, wapenzi na mpendane kwa kuwa pendo latoka kwa Mungu, na kila apendaye mzaliwa na Mungu naye anamjua. Yeye asiyependa hakumjua Mungu, kwa maana Mungu ni pendo. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Sura ya 5. Andika tu waraka kwanza Yohana sura 5 mstari wa kwanza na kuendelea, ili uone ninachokiongelea hapa. Biblia inasema maneno haya, kila mtu aniaminie au aaminie kwamba Yesu Kristo amezaliwa na Mungu, kila ampendaye mwenye kuzaa ampenda hata yeye aliyezaliwa na yeye. Katika hili twajua kwamba twapenda watoto wa Mungu, tupendapo Mungu na kuzishika amri zake. Huku ndiko kumpenda Mungu, ya kwamba tukizishika amri zake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mkakati wa pili, lazima utafute kumpendeza Mungu tena. Unapokuwa umekosea mbele za Mungu, ni kama mwanafunzi aliyefeli. Maana tukifeli mbele za Mungu ndio tunaangukia jehanamu, lakini tukifaulu tunaingia kwenye uzima. Kwa hiyo ulipoke feli na jina lako limeondoka kwenye kitabu cha uzima. Lakini Kristo akakupa neema ya bure, kwa sababu yeye ni pendo. Akakupenda tena bure ili uweze kupata msamaha wa dhambi bure. Lakini ukikataa kumpenda aliyekupa neema ya msamaha, ule upendo wa Mungu hauna thamani kwako. Kama vile Mungu alivyopenda ulimwengu, lakini wasiopenda Mungu, ule upendo hauna thamani kwao. Haleluya. Watu wananielewa? Kuna watu wananielewa? Kwa hiyo ukisha omba toba juu ya jambo fulani, ukisha litubia jambo fulani, tafuta kumpendeza Mungu katika hilo, ya kwamba Mungu ajivunie ya kwamba kupitia hili mimi nimetubu kikamilifu. Nimetubu kikamilifu. Nataka Mungu nione kuwa kipaumbele katika kulishinda hilo. Kuwa kipaumbele katika kulishinda hilo jambo ambalo lilikuwa limekushinda kwanza. Weka mkakati na utalishinda kwa kuzishika amri za Mungu. Maana sema wale wanipendao watazishika amri zangu.
mwisho wa kumpenda Mungu katika kila eneo ni kushika amri zake. Haleluya! Hebu mpe Yesu makofi ya shangwe. Naomba tuendelee hapo kwenye kitabu hicho cha Ezra. Hiyo sura 10 mstari wa 11. Haleluya! Mkatende alipendana. Lakini tena akasema mkajitenge na watu wa nchi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kajitenge na watu wa nchi hii. Manake kuna kitu kingine. Kujipenda na kila mazingira ya kupelekea kupenda dhambi. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inaonyesha mikakati mingi ambayo itakufanya baada ya kutubu utende mapenzi ya Mungu. Lazima ujipende. Mungu anaonyesha watu hawa baada ya kuchangamana na watu hawa wakajikuta wametenda dhambi. Kwa hiyo hili dhambi watubie, alafu waweze kusamehewa, waishi kitakatifu, wajipende nao wao. Lakini leo kuna watu wanasema nimetubu dhambi fulani labda, lakini bado ana namba za huyo mtu aliyefanya naye dhambi ya wizi, aliyefanya naye dhambi ya uongo, bado ana namba zake na bado anaendelea na uongo. Nimetubu lakini nitarudi tena, nitasema tena uongo tena, alafu nitarudi kutubu. Wewe bado hujamaanisha, hujaweka mkakati. Ukiweka mkakati unasema mimi kama akinipigia tena sitamwambia uongo, tamwambia mimi nimeshatubu zile dhambi zote za uongo nizo kudanganya kwamba mimi niko Dar es Salaam, kumbe niko Mbagala. Kwa hiyo kila wakati mtu anapigia kutoka mkoani, unamwambia mimi niko Mbagala, na ukifika tu Mbagala ni utanipata. Kumbe uko bomba mbili. Uko bomba mbili, uko ndani kabisa. Lazima mwambie kweli. Wakati mwingine kupigia unasema mimi nimetubu dhambi ya uongo, na wewe nataka nikwambie ukweli, mimi sisi Mbagala ninaishi bomba mbili, na ukija nitakuonyesha hapo. Lakini usiendelee tena kutoka hapo umetubu, bado nimetubu uongo, nimetubu, hata unapigiwa simu na yule unamdanganya. Haleluya! Kweli wa wazi na wa kweli mbele za Bwana. Weka mikakati ya kushinda dhambi. Weka mikakati ya kushinda dhambi. Lakini jambo jingine, haleluya, ongeza muda wa kusoma neno. Haleluya, ongeza muda wa kusoma neno. Nasikia tena hicho kitu. Haleluya, nasikia tukifunga.